Bwana Yesu asifiwe. Amani ya Mungu iweze kuwa pamoja na nyinyi. Katika siku ya leo tunakwenda kujifunza historia ya William Miller. William Miller ni mtu wa aina gani, lakini pia alikuwa na ujumbe gani, lakini tunakwenda pia vile vile kueleza changamoto au vitu viwili vikubwa ambavyo William Miller aliweza kuvikosea na ambavyo ni mafunzo kwetu kama tuliobaki. Kabla tujaenda mbali sana, niweze kukuomba kwa neema ya Yesu Kristo tuweze kusubscribe, tuweze kulike ili tuweze kuzidi kupata jumbe hizi, lakini pia tuweze kupata comment za wewe umepokeaje masomo haya, turekebishe nini na nini tuzidi kiweka katika ustaarabu mzuri au utaratibu mwema ili kila mmoja aweze kubarikiwa na masomo ambayo yanaweza kutumwa katika channel yetu. Lakini bila kupoteza wakati tuweze kwenda moja kwa moja. William Miller ni Mmarekani, ni mtu wa Marekani mwenye asili ya Umarekani na alizaliwa katika mwaka wa 1782. Katika huu mwaka alikuwa amezaliwa lakini akiwa na mama na baba. Baba yake ambaye ni Captain Miller. Captain Miller alikuwa ni mwanajeshi na alikuwa ndio captain, ndio maana linaanza jina captain. Lakini mama yake alikuwa ni Paulina Miller. Kama kawaida jina Miller linachukuliwa kwa upande wa mume, kwa hiyo anaitwa Paulina. Lakini kadri alivyozidi kukua, mama yake alikuwa ni mcha Mungu, lakini mzee kidogo hakuwa mcha Mungu sana kwa sababu ya mambo ya vita, na alikuwa akiendeleza vita na akiwa anamkuza pia mwanae katika mwenendo huo wa vita. Kumbuka, mtoto wa nyoka siku zote lazima awe nyoka na wa ng'ombe ni ng'ombe. Kwa hiyo akiendelea sana katika kukua, alionekana kuwa na akili kubwa sana na tabia ya kutafuta kitu kwa kina. Akitaka kufanya jambo basi anataka alifanya kwa uwajibikaji mkubwa, ndio ilikuwa sifa yake kubwa, akitofautishwa na watoto wengine. Lakini kwa sababu baba yake alikuwa mwanajeshi, naye alianza vita vya kijeshi, alianza kuwa mwanajeshi askari na alipambana katika vita wakati wa 1812 lakini vile vile na 1814, na katika vyote aliweza kushinda. Lakini baada ya kuwa amemaliza hapo, basi alikuwa ameenda katika ukuaji wake, alikulia nje na mama yake na alikuwa akiwa mbali kidogo, alitupwa katika mikono ya watu ambao kiukweli hawakuwa wacha Mungu, walikuwa ni wakana Mungu. Kwa hiyo alikuwa ndani ya hizo imani za kusema kwamba Mungu hayupo, wakati mwingine Mungu ni kama vile hana uhusiano kabisa na wanadamu na vitu kama hivyo, na hiyo kwa Kiingereza inaitwa deism. Deism ndio sifa ambayo alikuwa anazidi kuikiri yeye, sio atheism, deism. Basi wakati akiendelea kukua, ni neema ya Mungu tu kama Paulo, kwa sababu Paulo mtume katika vitabu vyake, katika nyaraka zake, unaanza kuona tu katika sura ya 9 ya kitabu cha Matendo ya Mitume, unaona kwamba Bwana Yesu Kristo ilibidi yeye mwenyewe aweze kuhudhuria uongokaji wake. Kwa hiyo mwongozo ulikuwa umetumwa moja kwa moja kwa William Miller kwa sababu ya akili yake. Paulo alikuwa na akili kubwa sana, lakini pia vile vile William Miller kwa sababu alikuwa vile vile na akili kubwa sana na alikuwa na namna ambayo alikuwa na challenge sana wahubiri wengine. Kwa hiyo ulipofika akiwa na miaka 34 ndipo alipoitwa na kuanza kujihisi kama vile ana uhitaji wa kuanza kuabudu Mungu. Alianza kuona kwamba maisha yake ni machafu sana na anahitaji neema ya Mungu, maana yupo katika mstari wa aidha kupata uzima au kupotea. Kwa hiyo kuanzia hiyo miaka ndipo alipoanza kuwa na shauku ndani yake. Kuanzia hapo ndipo alipoanza kusema na watu taratibu. Kuanzia hapo mwaka wa 1831 ndipo ambapo alianza
mkutano wake wa kwanza wa wazi, kwa sababu amekaa zaidi ya miaka 10 akiwa bado hajaenda nje, hajatoa kwa halaiki kile ambacho alikuwa anakiamini. Lakini baadaye katika mwaka huo wa 1831 ndipo ambapo rasmi alianza safari yake ya kuwaambia watu kama halaiki, akiwa sasa tayari na uthubutu wa kuambia watu. Na ukweli ni kwamba wakati huo wa ule mkutano wake wa kwanza, karibia familia 13 ziliweza kuamini na kuongoka, japo wengine baadhi walikuwa hawajaongoka. 1833 ndipo ambapo alipata kibali au leseni ya kuhubiri. 1833 alipopata kuweza kuhubiri kwa hadhara. Tokea hapo, kumbuka ameanza 1831, basi ndani ya miaka ndipo ambapo alikuwa akihubiri sana kuhusiana na ujio wa Yesu mara ya pili, kwa sababu toka alipoanza kuongoka alianza kujihisi kusoma Biblia katika imani ambayo alikuwa ameipinga tokea ukuaji wake. Alipoanza usomaji wa Biblia, ni ukweli kwamba alianza na kuona sasa, kwa sababu alikuwa na shauku kubwa ya usomaji wa Biblia, hakuona kama vile ni busara kuanza kusoma tu bila mpangilio. Basi alianza kusoma mpangilio tena kwa aya kwa aya, sawa sawa na kile kinachoelezwa katika Isaya 28 mstari wake ni wa 10. Kwa hiyo akaanza kusoma na akasoma kwa mpango kuanzia mwanzo kufika Ufunuo. Lakini wakati akiendelea kusoma, vitabu vilivyoteka akili yake sana ni kitabu cha Danieli pamoja na kitabu cha Ufunuo. Hivyo ndio vitabu vilivyoteka imani yake na muda wake mwingi. Kwa sababu gani? Vitabu kuanzia katika kitabu cha Danieli ndipo ambapo alipoanza kuona kama vile kuna unabii ambao umetajwa. Unabii gani? Katika sura ya 8 ya kitabu hicho cha Danieli mstari wa 14 zimetajwa siku 2300. Hizo ni siku za kiunabii. Sasa zinatimia lini? Ndicho alichohitaji sana kukielewa. Lakini vile vile katika unabii wa kitabu cha hiyo Danieli sura yake 9 ndipo safari yake ilipozidi kuendelea. Lakini wakati anatabiri ujio wa Yesu, kumbuka katika Mathayo 24 mstari wake ukianzia wa 29, kuna dalili zimetajwa ili Yesu aweze kurudi. Kuna dalili kama kuanguka kwa nyota na kadhalika. Hayo yote yametajwa, lakini ukweli ni kwamba Bwana alizidi kumuongoza sana, kiwango kwamba wakati akiendelea kutabiri hayo, mengine alizidi kutokea. Huo mwaka wa 1833 kuna uangukaji wa vimondo iliweza kufanyika kama ishara ya kuonekana kwamba kweli kuna dalili zimetajwa. Ukiangalia Mathayo 24, lakini pia ukiangalia Luka 21 mstari wa 25, ndipo ambapo hata watu wengine wakaanza kuwaza wenda ni kweli ujumbe anaopeleka kwa watu basi ni ujumbe wa kweli. Safari yake ilizidi kupamba moto, na ukweli ni kwamba wengi walizidi kukubali. Lakini unajua kwamba popote ambapo kuna jema basi hapakosi changamoto. Wapo ambao walikuwa wanaupinga, na makanisa mengi yaliweza kupinga sana ujumbe wake. Lakini huu ujumbe kwa mujibu wa nabii unasema kwamba ni ujumbe wa malaika wa kwanza, ukiwaelekeza watu. Huu ujumbe ulioandikwa katika kitabu cha Ufunuo sura ya 14 mstari wake ni wa 6, ukianzia hapo mpaka mstari wa 7. Basi ndipo ambapo tunakuja kuona kwamba huu ulikuwa ni ujumbe wa kuwarejesha watu katika ibada ya kweli. Lakini pia kujua katika katika ule mstari umeandikwa kwamba basi hapo ndipo kuna hukumu, wakati wa hukumu yake umekuja. Hukumu, hicho ndicho ambacho kipengele kilikuwa kinarejelea ya kwamba Kristo amekaribia sana kuja kwa ajili ya kufanya hiyo hukumu. Lakini kumbuka ya kwamba lile fungu la Danieli 8:14 linaeleza ya kwamba baada ya hizo miaka au siku 2300 ndipo patakatifu patakapo takaswa. Kwa hiyo lengo la William Miller au uelewaji wa unabii na ukokotoaji wote aliofanya ni kwamba mwaka wa 1844 hapo ndipo ambapo Yesu atakuja na kupata kasa patakatifu. Sasa hapa ndipo ambapo tunatakiwa tuweze kuelewana sana katika hii historia, kwa sababu kosa ndipo linapoanzia. Ndipo ambapo wengi wanakuwa wakidhani
ya kwamba huenda William Miller alikosea. Hapo tusikilizane kwa makini. Hapa kuna sura mbili, kuna kupatia na kukosea. Kupatia kuko namna gani na kukosea kupo namna gani? Ni rahisi namna hii. Kupatia, tukianza na upande wa kupatia, ni kwamba alipatia maana kipindi cha unabii kilichokuwa kiishe kama malaika alivyokuwa ametaja, kweli kiliishia katika mwisho wa miaka 2300. Kama walivyokuwa wamepiga hesabu, basi hizo hesabu zilikuwa zimeanzia mwaka wa 457 wakati wa mfalme Artashasta, huyu aliyetajwa katika sura ya 7 ya kitabu cha Ezra, ya kwamba hapo ndipo tulipokuwa na mwanzo wa hiyo miaka mpaka kuja mwaka wa 1844. Hapo ndipo unabii wa miaka 2300. Lakini sasa licha ya kuwa unabii huo ulikuwa umetajwa mpaka kikomo hicho cha muda, lakini ukoseaji wake ulikuwa katika tukio litakalofanyika. Ni kweli patakatifu patatakaswa kwa mujibu wa nuru iliyoletwa na malaika Gabrieli kwa ndugu yetu Danieli, lakini kosa lilolifanya huyu William Miller pamoja na watu wake ni kutokuelewa hapo patakatifu ni wapi, kwa sababu kwa vile alivyokalculate yeye ni kwamba patakatifu hapo ni duniani, kwa hiyo Yesu atakuja duniani. Lakini ukweli ni kwamba hakuja duniani, alienda patakatifu na huko ni mbinguni, kutoka katika chumba cha kwanza aingie cha pili kwa ajili ya huduma, baada ya kipindi hicho chote alichotumika katika mlango wa kwanza. Ndio. Sasa nini ambacho kilikuwa katika ujumbe huu wa malaika wa kwanza? Sasa tutaanza kueleza kwa mapana, na ninahitaji utulivu wa akili. Bwana aweze kutusaidia sana, mtu wa Mungu. Iko namna hii, wakati wa ujumbe huu kuweza kutolewa, umetolewa ya kwamba William Miller ndiyo mtu aliyekuwa wa malaika wa kwanza, ndiye malaika wa kwanza, kwa sababu malaika katika unabii inaelekezea kwamba ni mtu. Kisoma katika Galatia 4:14, Paulo anasema mlinipokea kama malaika, kama Kristo, kwa hiyo kama Yesu. Kwa hiyo unakuja kukuta ya kwamba kumbe malaika analejelewa hapo ni watu watakaoupeleka. Kwa hiyo ujumbe wa malaika wa kwanza umepelekwa na William Miller, lakini upelekaji wake ni kwamba kupeleka mpaka ujio wa Yesu, kwamba watakuja mara pili, lakini alikuwa amekuja kwa mzee wa siku. Ukisoma Danieli vizuri sura ya 7 mstari wa 13, anaeleza ya kwamba huyo mwenye mfano wa mwanadamu akaletwa kwa mzee wa siku. Mzee wa siku amekaa naye wakamleta karibu, kwa hiyo amekuja kwa mzee wa siku, kutoka patakatifu kwenda patakatifu pa patakatifu. Kwa hiyo hicho ndio kitendo kilichofanyika katika mwaka wa 1844. Bado tuangalie katika huu malaika wa kwanza. Huyu malaika wa kwanza anapopiga baragumu, hicho ni kipindi cha malaika wa kwanza, lakini katika makanisa yale 7 ni kupatie tena sura nyingine. Ni kwamba kumbe unakumbuka katika kuanzia sura ya 2 mstari wa kwanza kuna malaika 7 wanapelekewa jumbe. Anasema kwa malaika wa kanisa lililoko Efeso andika. Kwa hiyo mpaka kwenye malaika wa 6, malaika wa 6 ndipo kipindi hiki cha William Miller. Kanisa linaitwa Philadelphia katika Yohana Ufunuo mstari wa sura ya 3 mstari wake ni wa 7. Anaelezewa, anaambiwa kwa malaika wa kanisa lililoko Philadelphia andika. Sasa ukiangalia vizuri, ukisoma mstari wa 8 wa hiyo sura vizuri, unakuja kukuta kwamba anasema nimekupa mlango ulio wazi. Huu mlango hakuna atakayeweza kufunga. Na zaidi ya hapo kuna ambao umefunguliwa na hakuna ambaye anaweza kuufunga. Uliofunguliwa hakuna anayeweza kuufunga. Uliofungwa hakuna anayeweza kuufungua. Kwa hiyo sasa hapa tunakuja kuona kwamba ndio kipengele ambacho Yesu ametoka katika hekalu, chumba cha kwanza kwenda chumba cha pili. Kwa hiyo huu ujumbe wa malaika wa kwanza ulikuwa umekwisha kuhubiriwa na William Miller. William Miller kazi yake ilikuwa ni kubwa sana. Kumbuka vile vile alipomaliza kuhubiri huu ujumbe wa malaika wa kwanza, kumbuka ni ujumbe wa malaika wako watatu. Kwa hiyo ujumbe wa malaika wa kwanza ulipomalizika, ukaja ujumbe wa malaika wa pili. Ujumbe wa malaika wa pili umeanza katika Ufunuo 14 mstari wa 8. Hapo ndipo kuna foundation ya malaika wa pili. Malaika wa pili anawaambia
umeanguka Babeli. Sasa Babeli inayozungumzia hapo, nazungumzia makanisa yote yaliyokataa ujumbe wa malaika wa kwanza. Na hapa isikilizwe vizuri, ukisoma katika Pambano Kuu inaeleza vizuri ya kwamba Babeli inayozungumziwa sio tu Roman Catholic. Ni makanisa mengine yote yaliyokuwa kana kwamba yana ukweli kabla, lakini baadaye yakakataa nuru waliopewa. Kwa hiyo wale makanisa yote yaliyokataa ujumbe wa malaika wa kwanza yakaanza kuitiwa yameanguka. Kwa nini? Kwa sababu wakati William Miller anapeleka ujumbe huu wa malaika wa kwanza, basi alikuwa makanisa mengine yalikataa kwamba Kristo haji kama hivyo. Kwa nini? Wanasimamia katika Mathayo 24 anaposema mstari wa 36 ya kwamba hakuna ajuaye siku wala saa. Kwa hiyo walikataa kabisa. Hapa ndipo utakuja kuelewa nini maana au je, kuna utofauti gani kati ya Waadventista na Waadventista wa Sabato. Na wengi sana wanachanganya haya maneno mawili. William Miller alikuwa Mwadventista lakini hakuwa Msabato. Hakuwahi kushika Sabato mpaka anakufa. Sikiliza kwa makini. Amezaliwa akaendelea na imani yake, maana baada ya kuwa ameukiri Ukristo tena alikuwa Mbaptisti. Lakini baadaye mpaka anakufa hakuwahi kuwa Msabato kabisa. Lakini alikuwa Mwadventista. Mwadventista ni yule anayeamini ujio wa Yesu mara ya pili. Na makanisa yote yaliyokubali ujumbe wake yakatoka katika yakabeba pia ujumbe wa malaika wa pili, kuwaelezea wale ambao wamekataa ujio wa Yesu mara ya pili, basi wakawa wameukubali ujumbe wa malaika wa pili na wakawa nao ni Waadventista. Lakini sasa huu ujumbe wa malaika wa pili una pande mbili. Baada ya wale kuwa wamekubali ujumbe wa kuitwa Waadventista, yani wanaokubali kurudi kwa Yesu, ujumbe wa malaika watatu ukabidi ufunguliwe. Ujumbe wa malaika watatu umefunguliwa kipindi ambacho sasa Yesu anatoka katika hilo hekalu la kwanza kwenda hekalu la pili. Na alipoingia katika hekalu la pili, katika chumba cha pili, hekalu ni moja, lakini chumba cha pili cha patakatifu, alipokuwa akiingia ndipo ambapo sasa nuru ya Sabato ikawazukia. Imewazukia lini? Kuanzia kipindi hicho cha 1844, kipindi hicho wakati wakiwa katika nyumba moja ya mtu anaitwa Edison Hillam. Watu wamekusanyika wanasubiri ujio wa Yesu aje mapema, aje wamuone anakuja mawinguni, wamlaki Bwana wao. Kumbuka watu wengi hapo wameuza vitu vyao, wamehubiri kweli na wameacha shughuli. Sasa huu usiku wa Oktoba 22 wamekaa humo kwa ajili ya kumsubiri Yesu arudi. Wakiwa humo, baadaye asubuhi yake, maana Yesu hajarudi bado, Edison Hillam ndiye ambaye alikuwa ameenda huko kwa ajili katika shamba lake dogo, ndipo alipopata ujumbe alipoona Yesu akitoka chumba cha kwanza kwenda cha pili. Lakini huo ujumbe ulipokuja kuelezwa vizuri, wamekuja kuupata vyema kabisa katika mwaka 1847 kwamba kumbe kuna nuru ya Sabato. Ndipo hapo ujumbe wa malaika watatu ukapewa. Baada ya Yesu kuwa ameingia kwenye chumba cha pili, akawapatia ujumbe wa malaika watatu. William Miller bado yupo na anaendelea kueneza injili yake, lakini hichi kipindi cha 1847 basi William Miller alikuwa ni mzee sana wakati huu. Mzee sana. Na kitu alichokuwa hawakijui, kumbuka tumesema kuna makosa mawili ya William Miller. La kwanza ni hilo la kutoelewa kwamba kulikuwa na patakatifu pa dunia. Ile hatuwezi tukalisema kama vile basi ni dhambi, ni kosa katika uelewa, lakini si kwamba ni dhambi. Hapana, kwa sababu pia leo nabii inaeleza kwamba kulikuwa na mkono wa Mungu kweli kabisa katika kueleza hiyo, ili watu waamke na kuelewa kwamba Yesu yupo karibu, ili waingie harusini katika hicho kipengele cha Yesu kuingia katika patakatifu pa patakatifu. Ndipo ambapo tunakuja kuona kukatishwa tamaa kukaingia katika mwaka huo wa 1844. Lakini baada ya hapo tumesema nuru ya Sabato ikaweza kufunuliwa. Kosa la pili ya William Miller, ambalo si kwamba tunamlaumu, na katika haya yote mawili hatumlaumu na wala roho ya unabii haimlaumu kabisa, lakini ni onyo kwetu, kwa sababu ukisoma katika Wakorintho wa kwanza sura ya 10, Paulo anasema yameandikwa kwa ajili yetu ili tuweze kujifunza
Ndio tunatakiwa tujifunze kwa yale yaliyoandikwa, licha ya kuwa yanaweza yakawa Mungu hakuweka mzigo mzito kwao. Kosa hili la pili ni nini? Kosa la pili muhimu sana ni kwamba William Miller hakukubali ujumbe wa malaika watatu. Ujumbe wa malaika yule wa tatu. Kumbuka amehubiri na ameenda pamoja na wao ujumbe wa malaika wa kwanza, ujumbe wa malaika wa pili. Huu ujumbe wa malaika watatu William Miller hakukubali, na hichi ndicho ambacho nitaomba kutoka huko kote. Sijasoma nukuu yoyote, lakini nimekuelekeza, na ukitaka kupata vyema basi angalia katika kitabu cha Pambano Kuu kuanzia sura ya 20 mpaka 24, utaelewa vizuri sana. Lakini pia hata katika Early Writings wameweza Mama White ameweza kueleza vyema. Lakini nukuu moja nataka nikusomee hapa katika kosa hili la pili ambalo wengi sana hawalijui kwamba William Miller alifanya. Ni kweli alifanya kazi nzuri, ndipo hapa ambapo tuna somo kubwa la kujifunza. Hata wahubiri, kuna wale ambao wanahubiri wakiwa bado wakimaliza katika uhubiri yao wanakuwa na kiburi cha uhubiri iliyopita, katika kazi iliyopita. Nakwambia nilihubiri sana, nimehubiri miaka mingi na vitu kama hivyo. William Miller amehubiri hizo jumbe mbili, lakini kwa kukataa jumbe ya tatu alikuwa hati sana kukosa uzima wa milele. Kukosa uzima wa milele, kwa sababu uzima wa milele sio history, ni kitu cha leo. Kwa hiyo hata wahubiri, hata wale wanaojua kweli, basi wasiweze kuwa na kiburi cha nyuma kwamba basi wao wameweza kufanya kazi kwa kiwango gani. Hicho haijalishi kabisa, maana unaweza ukaanguka ndani ya dakika moja. Ndio ili tusije tukaanguka kama wao. Sasa hiyo nukuu na kwenda kusoma vizuri kabisa ili niweze kutoa uthibitisho mkubwa zaidi, maana tusingeweza kusoma kila nukuu licha ya kuwa ushahidi wote upo, lakini tusingeweza kusoma zote, maana hata history ingekuwa ni ndefu sana, ingechukua muda mrefu. Basi naomba niweze kukusomea katika hili kosa la pili. Nitasoma Early Writings ukurasa wa 257. Taanza hapo niweze kukusomea. Mama White anaeleza vizuri kabisa. Anasema usikivu wangu ulielekezwa kwa William Miller, na alionekana kuwa na wasiwasi akiwa ameinama na kufadhaika kwa uchungu kwa ajili ya watu wake. Kundi lilikuwa limeungana na kupendana katika mwaka 1844. Walikuwa wamepoteza upendo wao, wakipingana wao kwa wao, wakianguka katika ubaridi na kurudi nyuma. Kadri alivyoyaona hayo, alishiwa na nguvu zake kwa huzuni. Niliona viongozi wakimchunga kofia asije akapokea ujumbe wa malaika watatu. Ujumbe wa malaika watatu. Ujumbe wa malaika watatu ni nini hasa? Ndio ujumbe huo wa Sabato. Ndio ujumbe uliohusu hasa Sabato, kwa sababu ujumbe huu umefunguliwa baada ya Yesu kuwa ameingia katika chumba kile cha pili. Ndipo ambapo alituma malaika ambaye anakuja na ujumbe unaokuja wa malaika ule watatu, kuambia watu wasipokee alama ya mnyama kabisa. Haya, anaendelea anasemaje? Na kofia asije akapokea ujumbe wa malaika watatu na amri za Mungu. Na alipotaka kutegemea nuru kutoka mbinguni, watu hawa walifanya mpango fulani wa kuvuta moyo wake asijali nuru. Mvuto wa kibinadamu ulitumiwa kumvuta akidumu gizani na kudumisha mvuto wake miongoni mwa wale walioupinga ukweli. Kwa hiyo mpaka hapo tunaanza kuona, lakini ninataka nikuweze kukusomea hapo chini kabisa katika hii nukuu. Anasema hivi, hii ni Early Writings, maandiko ya awali 257, paragrafu yake ni ya kwanza. Anasema alitegemea hekima za kibinadamu badala ya hekima ya kimbingu, lakini akiwa amechoshwa sana na kazi aliyokuwa akifanya katika kazi ya Bwana na kutokana na uzee, hakuwa na hatia kama wale waliomzuia wasiupokee ukweli. Ndio watakao wajibikia dhambi iliyowekwa juu yao. Sikiliza 258, paragrafu yake ni ya kwanza. Early Writings. Kipata wakati soma hichi kitabu vizuri. Anasema kama William Miller angeweza kuona nuru ya malaika watatu. Sikiliza sasa William Miller angeweza kuona nuru ya malaika yule watatu, mambo mengi aliyokuwa akiyaona kuwa giza na fumbo yangefunuliwa. Lakini ndugu zake walijifanya
kumpenda na kumjali sana kiasi kwamba alifikiri asingeweza kuachana nao. Moyo wake ulikuwa umeuelekea ukweli, na kisha aliwakataza ndugu zake waliopinga. Aliwatazama ndugu zake waliompinga. Je, wangezaje kuachana na wale waliosimama bega kwa bega katika kuitangaza ujumbe wa marejeo wa Yesu? Alifikiria kuwa hakika hawatampotosha. Lakini anasema Mungu aliruhusu aanguke chini ya uwezo wa Shetani, yani mamlaka ya mauti, na kumfisha kaburini kutoka kwa wale ambao daima walikuwa akimvuta kutoka kwenye ukweli. Kwa hiyo Bwana alikubali aweze kupumzika mapema zaidi. Lakini akipumzika amekataa ujumbe wa malaika wale watatu. Hakuwa anakosa paka pale bado kwa mujibu wa roho nabii, lakini alikuwa ameukataa ule ujumbe wa malaika watatu. Sasa ilikuwa ni wazo au ni kazi ya Bwana kuweza kuwachukua sasa watu wengine kuanzisha kazi ya malaika yule watatu. Ndio maana ukiangalia katika kanisa la Wasabato sasa utakuja kukuta ya kwamba walikuwa wana kazi, wale waliokubali ujumbe wa Sabato walikuwa na kazi sasa ya kupeleka ujumbe wa malaika, hasa yule wa tatu. Kwa nini? Kwa sababu ujumbe hizi za malaika wa pili zilikuwa zimekwisha kuhubiriwa. Lakini haina maana ya kwamba leo hauhubiriwi ujumbe wa malaika wa kwanza na wa pili. Hapana, kwa sababu hata Babeli inayotajwa ina matabaka mengi, lakini hadi Rumi ya wakati wa sasa bado inabidi iweze kuhubiriwa kuhusiana na ule mstari wa 8 wa kitabu cha Ufunuo sura ya 14. Kwa ufupi zaidi, hii nukuu mpaka inamaliza hapo ni mwaka wa 1947 mpaka 48 mpaka 49. Kwa sababu William Miller amekufa huo mwaka wa 1849, ndio mwaka ambao ameweza kufariki. Kwa hiyo nukuu imeenda mpaka 1849. Kwa hiyo amefariki akiwa mzee, na amefariki akiwa mzee wa makamu na miaka mingi katika mwezi wa 12 kabisa, na ni mwishoni kabisa wa mwaka tarehe 20. Basi safari yake ya imani na safari ya maisha ya hapa duniani ikawa imeishia hapo. William Miller ndio huyo, na ukweli ni kwamba Bwana akaweze kutusaidia kupata nguvu zaidi. Ninachotaka kukiweka sawa zaidi ni kwamba kuna wale wanaodhani wakati huo wa 1844 Wasabato wamehusika, au kanisa la Waadventista wa Sabato lilihusika katika kutangaza kwamba Yesu anakuja wakati huo. Hapana, kwa sababu mpaka hapo hakukuwa na kanisa la Wasabato. Hakukuwa na kanisa la Wasabato. Hili naomba nieleweke vizuri, sio kwamba hakukuwa na watu wanaoamini siku ya saba na kupumzika hapo. Walikuwepo tena wengi, lakini halikuwa ili kanisa la Waadventista wa Sabato katika mizani yake mpaka leo kama taasisi. Sio hivyo. Na hapo ndipo tutakapokuja kufungua mlango kuingia katika historia ya Wasabato. Hilo somo usilikose rafiki, usilikose kabisa, kwa sababu ni la msingi. Msabato mwenyewe anapaswa kuweza kulielewa kanisa lake, lakini na watu wengine kuweza kulielewa vizuri kwamba kumbe hili kanisa ndio liko hivi. Maana kila mtu huandika anavyotaka yeye. Kuna uwezekano wa kuweza kupotezwa na kila kitu ambacho watu wanaweza kuandika tu. Lakini kuhusu William Miller basi ni hivyo. Bwana akaweze kutusaidia kupata nguvu kuweza kujua pia. Na onyo kubwa lililotolewa na roho ya unabii ni kwamba baada ya ujumbe huo ukisoma katika manuscript release volume yake ni ya 19, Mama White amepinga sana baada ya ujumbe wa malaika yule wa kwanza. Ule ujumbe ulikuwa unahusu muda, lakini ujumbe huu ukisoma hiyo manuscript nimetaja hapo, lakini ukisoma katika volume 4 ya Spiritual Gifts anaelekeza vile ya kwamba baada ya ule ujumbe wa malaika huyu watatu hauhusiani na muda, upangaji wa muda. Hapana kabisa. Kwa hiyo ukitegemea watu leo watakao kuambia ya kwamba Bwana atakuja mwaka fulani, atakuja baada ya miaka fulani, ujue kabisa hao wametoka katika ujumbe wa malaika yule watatu. Kwa hiyo sijui watakuwa kwenye ujumbe wa malaika gani, maana baada ya malaika yule watatu anafata malaika wa Ufunuo 18 wa sauti kuu au kilio kikuu. Lakini yule nao hatangazi muda, maana yule anamuunga mkono malaika yule watatu. Bwana akaweze kutusaidia sana
kuelewa historia za hawa watu, na bado ndio ukweli wa leo, kujua tumetoka wapi na history tuelekeze, tujue tumetoka wapi na tunaelekea wapi. Bwana katupe nguvu zaidi. Usisahau kusubscribe, usisahau kucomment, usisahau vile vile kulike, na ukicomment tutasoma comment, ukisubscribe tutashukuru zaidi, ili tuweze kuwapata wengi, na hata wewe uweze kuwa wa kwanza kuweza kupata ujumbe kila ambapo utaweza kutumwa, na Bwana kaweze kukubariki na kukujalia baraka zake, na akatujalie mpaka tutakapoweza kukutana tena. Amen.